Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema licha kuwepo kwa sheria za usalama barabarani, magari ya serikali bado yanatajwa kuongoza kwa uvunjaji wa sheria hizo. Akizungumza Novemba 26 katika ufunguzi wa maadhimisho ya wiki ya usafiri endelevu ardhini yaliyofanyika jijini Dar es Salaam, Dr. Nchemba amesema hatavumilia hali hiyo na atachukua hatua kuhakikisha watumishi wa umma wanakuwa mstari wa mbele kutii sheria hizo. Aidha, waziri mkuu amesema kuwa hataruhusu Watanzania kugawanywa katika madaraja, akibainisha kuwa haiwezekani kuwepo kwa dhana ya kuwa sheria zinawalinda wenye madaraka pekee huku wakitwezwa wasiokuwa na madaraka. Amesema kuwa inakatisha tamaa kuona wananchi wa chini wakikiuka sheria na kuchukuliwa hatua papo kwa hapo, huku wenye nafasi wakipewa upendeleo na kupita bila kuhojiwa. Inasikitisha katika baadhi ya maeneo wanaoongoza kuvunja hiyo sheria sio watu wa kawaida, ni magari ya serikali. Inawekwa mita 50, inawekwa hiyo sheria ya 50 kwa kilomita, hawafuati. Imewekwa zebra, hawafuati. Imewekwa taa, hawafuati. Na wao ndio waliopendekeza mapendekezo ya sheria hizo. Bunge limetunga sheria hizo baada ya serikali kupendekeza. Wavunjaji wakuu wanakuwa wao wa serikali. Huu utaratibu wa kuwa na sheria kwamba hii inawakaba tu watu wa kawaida na haiwahusu serikali, kama tunataka hivyo tuandike kwenye sheria. Inaudhi mtu amebeba mgonjwa anafuata sheria, alafu mwingine yeye anapita tu kama sio nchi yake, kama yeye ni mwingine kabisa. Anavunja sheria, hapati adhabu. Mlala hoi akivunja sheria anapata adhabu. Tunawapa kazi watekeleza sheria kuwaomba radhi watu waliovunja sheria. Tumeiweka sheria, naelekeza kila mtu afuate sheria, uwe wa serikalini, uwe binafsi. Tumeweka sheria, tuifuate kama ilivyo. Na vyombo vinavyosimamia, fuatilieni hili, simamieni hili. Kama viongozi wa serikali wataona hivyo ilivyo inakera na haitekelezeki, tuibadilishe ili hayo manufaa ambayo wa serikali wananufaika na raia wanufaike. Raia akikosea analipa. Wa serikali anakosea, pale anapolipishwa raia anapita. Walipe wote. Kuanzia leo sheria ambayo tumeiweka kwa ajili ya Watanzania wote isiwe na ubaguzi. Wote tuifuate. Tumejenga utaratibu wa kutokuambizana ukweli, ogopana, kutokuambizana ukweli. Wengine wanabaki wanakerwa na wanaugulia tu. Yeyote atakayevunja sheria akamatwe na hatua za kisheria zichukuliwe kwa usawa. Si uungwana, huyu anavunja sheria muda ule anashikiliwa analipa, huyu mwingine anavunja mbele ya yule anayelipa pale na anaachwa anapita. Kama una haraka, toka mapema zaidi, usifidie kwa kuvunja sheria.
Ndio. Na tena watekeleza sheria, mnaweza mkawasaidia wale bajaji, bodaboda, kwa sababu wanaweza hata wakawa hawaijui sheria na hawajafanya makusudi. Wadogo wananchi wadogo hawa waliotunga sheria wanavunja makusudi. Hawa waliotengeneza sheria wanaikiuka kwa makusudi. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu. Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel. Hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DSTV, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi, piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.